wa dakika hizi 45 za mwanzo ambazo zilipelekea Yanga wasiweze kupata goli, lakini pia Wydad nao wasiweze kupata goli, na paka kipindi cha kwanza kinamalizika ubao ulikuwa unasoma 0-0. Ilikuwa ni kama mechi fulani ambayo mzani umebalance kwa first half. Ndio. Timu zote mbili zilionekana kuwa na uwiano sawa kwenye angles tofauti. Naam. Uchezaji wa wachezaji lakini pia hata cohesion ya zile timu ukiziangalia kwa maana ya mtazamo wa kimbinu, namna gani timu moja inacheza, namna gani timu nyingine inazuia, ni kama zilikuwa zinafanana, lakini kimiundo zinatofautiana, lakini kiuchezaji zilikuwa ni kama zinafanana. Na ukiangalia nafikiri ugumu wa mechi ulianzia hapo kwamba hakuna timu ambayo ilionekana kumcontrol timu nyingine, kwa maana kwamba hakuonekana na timu ambayo inakaa sana na mpira ika control match kwa kutumia possession. Au ikiwa na mpira. Ilionekana ni mechi kama pande mbili, timu moja ikipossess kila baada ya pasi 4 inakuwa tayari haina mpira, timu nyingine inayo tayari, na haikuwa mechi ambayo inachezwa sehemu moja, ilikuwa ni mechi ambayo timu zote mbili zilionekana kwa wazi. Hata kiuzuiaji pia same, kwamba hakuonekana kuwa na timu ambayo ina proact kwa sababu inazuia vizuri sana. Hapana, ni timu zote mbili zilionekana kuwa na tunaweza kusema ubora sawa na mapungufu sawa. Tukirudi kwenye upande wa structure, of course wakati mechi inaanza kikosi cha Wydad kilikuwa bado hakijatoka chote, kwa hiyo kulikuwa kuna mabadiliko kadhaa, lakini cha Yanga kilikuwa kimetoka na muundo wao ulikuwa vile vile. Yanga wali approach match kwa kutumia formation ya 4-2-3-1 na Wydad wali approach match kwa kutumia formation ya 3-4-2-1, kwa maana kwamba ni hizo ni structures ambazo za timu zote mbili zilianza kwa upande wa Bruno Ferri, lakini kwa upande wa Romain Folz. Kwa nini tuliamini Yanga itaweza kucontrol match kwa possession na kuweza kucreate chances nyingi, au ita control match out of possession kwa kupora mipira mingi na kisha kufanya zile counter attacks au positive transition, lakini haikuwa hivyo kwa first half. Ni kwa sababu ya vitu viwili. Kitu cha kwanza ni namna Wydad walikuwa wanazuia. Namna gani walikuwa wanazuia? Walichokuwa wanakiangalia ni kwamba mara nyingi Yanga mpira ukiwa kwa mabeki wao, Baka pamoja na Job, Andambwile anasogea katikati, then hawa wanamaliza mapana ya uwanja kwenye huu mstari wa mwisho wa nyuma, then Boka pamoja na Kibwana wanasogea kwenye hizi advanced position, wanasogea hadi ku approach nusu ya mpinzani, si ndivyo? Sasa walichokuwa wanakifanya Wydad, walianza na mshambuliaji huyu Sesa mwenye jezi namba 34, mpira ukiwa kwa Aziz Andambwile, Job au Baka, alikuwa anaenda yeye peke yake, then nyuma yake ndio kulikuwa kuna viungo ambao wana mark viungo wa Yanga. Walikuwa wana mark vipi? Walikuwa wanajua kabisa Yanga wanapenda sana kuprogress kwa njia ya katikati. Hiyo ni option ya kwanza. Na option ya pili ni njia ya pembeni. Hizi wanasema wide progression. Kwa hiyo walianza kwanza kuzuia hii central progression. Walizuia vipi? Walijua kabisa Duke Abuya ndo atakayekuwa anapokea mpira kutoka kwa wao watatu. Kwa maana kwamba kama sio Duke Abuya au wakiwa wote wawili, basi nyuma yake kutakuwa kuna viungo washambuliaji wawili, jezi namba 8 na jezi namba 33, Kware pamoja na Mule. Hawa walikuwa wanazuia central progression, kwamba Yanga wasiweze kuprogress kwa njia ya pembeni, ya katikati, hii central progression. Lakini walikuwa pia wameset pia mkakati mwingine, kama endapo Yanga watashindwa kuprogress kwa njia ya katikati, basi kwa njia ya pembeni Skudu pamoja na huyu Ning kwa jezi namba 25 walikuwa tayari wanafika kwa Boka pamoja na Kibwana. Kwa hiyo ukiangalia tu kwenye huu mstari tayari Yanga wameshakuwa man marked, kila mtu na mtu. Kuanzia hapo Yanga wachezaji walishindwa kupata options za kupasia. Kwa hiyo ulikuwa unaona pasi nyingi sana za Yanga zilikuwa zinapotea. Sikumbuki ni mara ngapi Yanga ilipiga pasi zaidi ya 3, zaidi ya 4 kwa combination, kwa kuvunja mistari. Ilikuwa ni nadra sana. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu walikuwa man marked, hawapewi ule uhuru na mpira. Lakini pia katikati ya mistari tunajua Max pamoja na Pacome wao wanapenda sana kucheza kwenye hizi position ili kuuliza maswali kwa wachezaji tofauti, nani anikabe. Lakini wao walifanya man marking pia kwa viungo wao wa chini. Kulikuwa kuna yule Giovanni alikuwa amechomekea, lakini pia kulikuwa kuna Denilson ambaye yeye alikuwa ni kiungo wa kati. Then huko nyuma sasa Dube anabaki na idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo njia zote zikawa zimekuwa covered. Njia katikati Duke pamoja na Mudathir wamekuwa marked na wana namba 10 wawili nyuma ya mshambuliaji mmoja. Njia ya pembeni kuna wing backs walikuwa tayari wameshawa mark Kibwana pamoja na Boka. Kwa hiyo central progression imegoma, wide progression imegoma. Ukipiga pasi kutoka kwa Job ambayo inaweza kuvunja mstari kamfikia Max, bado pia kawa marked. Pacome pia kashakuwa marked. Kwa hiyo unaona hii 3-4-2-1 ya Wydad ilitengeneza man marking karibia kila sehemu ya uwanja, kiasi kwamba pasi ndefu ikienda kwa Dube anajikuta yupo 3 versus 1, mabeki watatu wakati dhidi yake. Kwa hiyo ikawa njia zote za Yanga tayari zimekuwa marked. Sasa baada ya hapo wananyimwa uhuru. Ukishafanya man marking,
unamruhusu kama huyu kiungo kamkaba Pacome, huyu kamkaba Max, unamnyima uhuru asiwe na mpira. Kwa hiyo hata huyu ambaye anakuwa yuko free na mpira huko anapata maswali, nimpe mpira, hata Pokonyo. Kwa hiyo anakuwa na muda mkubwa wa kuwa na mpira ambao huo muda haumpi tena creativity, kwa sababu creativity ipo huko. Ingekuwa ni mchezaji huko mbele ndo anakuwa yuko na mpira, angekuwa creative ku create chances, lakini huku nyuma bado anafikiria namna gani timu ipenye. Kwa hiyo ukaona wachezaji wa Yanga wakakosa ile combination, kwa maana ya kwamba hauoni zile triangles zikifanya kazi. Mudathir hawezi kuprogress kumtafuta Max au Pacome, Kibwana hawezi kuprogress kuwatafuta wachezaji wa mbele. Kwa hiyo kuanzia hapo Yanga ikakosa creativity. Ikabidi sasa mechi sasa ni kama mechi ya pande mbili. Hawa wakishambulia, hawa wanashambulia, wanapokonyana mpira. Kilichowasaidia Yanga positively ni kwamba wao walikuwa kupiga counter attacks, zilikuwa zifiki kwa sababu bado hao wanakuwa kwenye zile position zao. Kwa hiyo ikawa ina act kama ile tunaita nini, rest defense. Counter attacks zinazopigwa zinamezwa. Hichi ndio kitu positive walichokuwa nacho Yanga, ndio maana wa concede first half. Lakini mengine yote kwenye kushambulia ni walikosa ile tunasema ile team cohesion, kwamba hakuna combination. Hata wakibashana nafasi bado hakuna ile combination baina ya mchezaji na mchezaji. Nafikiri first half ndio ilikuwa na picha kama hiyo. Umezungumza swala la subs. Kwa upande wa Yanga, hata mchezo uliopita angalia dhidi ya Pamba Jiji, mchezo wa ligi, subs zinakuja kuleta mchezo mpya kwa timu. Leo tena tunaona subs zinafanyika dakika ya 87 na dakika ya 71 ndizo dakika zikawa za magoli kwa upande wa Yanga. Maana yake baada ya zile sub huenda kitu kilikuja kuongezeka. Nataka uniambie kwa mtazamo wako, sub zilibadilisha nini ama kwa taswira nzima ya mchezo, lakini pia kwa klabu ya Yanga? Kwanza zilicement kilichokuepo, kwa maana kwamba ubora kwenye kuzuia. Naam. Baada ya hapo kuna namna zikatengeneza positivity kwenye positive transition. Nikitafsiri hivyo vitu viwili ni kwamba kwanza walifanya timu isifungwe. Ni kwamba walikuwa wanazuia vizuri, si ndivyo? Sababu Yanga ilikuwa ifikiki kirahisi sana. Ilikuwa of course ilikuwa inaachiana space kubwa sana, lakini kuna namna ilikuwa inameza mashambulizi ya Wiliete asiwafikie. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, walikuwa hata Wiliete kipindi cha kwanza walikuwa wanapoteza mpira. Wakipoteza mpira wakiwa bado wako disorganized, Yanga walikuwa wanafanya nini first half? Walikuwa wafanye zile positive transition au yale mashambulizi ya kujibu au offensive transitions zile ambazo zinamaffect mpinzani. Sasa walichokifanya kipindi cha pili ni nini? Baada ya sub, si ndivyo? Sub iliyokuwa ina impact zaidi, ilionekana kuwa na impact zaidi ni ya Dube, ambapo alivotoka Dube aliingia Andy Boeli ambayo aliathiri mchezo, lakini pia kulikuwa kuna sub aliingia Edmund John, nafikiri alitoka Max, si ndivyo? Pia baadaye kuna muda aliingia Ofen Chikola, si ndivyo? Sasa kilichotokea nini kwenye zile subs? Of course ni tactical subs. Pia alitoka Mudathir, lakini tactically alieffect zaidi mchezo kwenye subs ni Andy Boeli. Kivipi? First half option ya kwanza ya Yanga ya kutupa mipira kwa Dube ilikuwa inakwama. Kwa sababu gani? Dube mara nyingi sio mtu wa nilenge mimi, sio target man, kwamba nilenge mimi nikae na mali wakati nasubiri wenzangu wanafanyaje, wanafungua, si ndivyo? Mara nyingi Dube akitupia ile mipira, Dube ni mchezaji ambaye anaenjoy aone space, aishambulie ile space alafu akafunge, si ndivyo? Ndio mchezaji wa style hiyo. Lakini Andy Boeli alipofika, mara nyingi mipira ikiwa inatupwa kwake, kuna namna anaweza kukaa nao akasubiri wengine wafungue. Sasa scenario ya kwanza naanzia pale ambapo nilisema sabu ilibadilisha nini, si ndivyo? Kwanza kipindi cha kwanza walikuwa wanazuia vizuri na walikuwa wanapota mipira, si ndivyo? Sasa kwenye ile goli la kwanza la Yanga ambalo limefungwa na Pacome, ni shambulizi lilikuwa upande wa of course walikuwa ni Wiliete, walikuwa na mpira. Baka akapora mpira, baada ya Baka kupora mpira kampasia Chikola. Baada ya kumpasia Chikola akaifanya, yani Andambwile na Chikola wakaifanya ile situation kabla wale hawaja reorganize, kwamba wakajibu shambulizi kabla wale Wiliete bado hawajatengeneza ile shape yao nzuri ya kuzuia, hawajarudi kwenye ule muundo wao sahihi wa kuzuia ambao unaweza kumeza shambulizi la Yanga. Kwa hiyo wana attack space kabla Yanga hawajafunga njia. Kwa hiyo kuanzia hapo hivyo ndio unapata sasa ile tafsiri ya positive transition. Yaani mnamshambulia mpinzani kabla haja reorganize kwenye ile shape yake nzuri ya kuzuia. Angalia combination ni kwamba beki kapona mpira Baka, si ndivyo? Andambwile ka receive ile second ball baada ya kuporwa, anampasia mtu ambaye yuko pembeni. Alikuwa ni Chikola Ofen. Baada ya kumpa Ofen Chikola anamrudishia, nafikiri alikuwa ni Andambwile. Andambwile anapiga pasi ndefu. Pasi ndefu inamkuta Boeli, ni link player. Yaani ni mtu ambaye anaweza kulipa goli mgongo, kwamba mimi nitakana mpira au nitapokea mpira, nikisha receive mpira najua cha kufanya, kwa sababu najua kuna mtu tayari anakuwa ameshafunguka kwenye njia. Akampa Pacome kamrudishia Boeli. Kwa hiyo hicho kitendo kinafanyika within seconds, kwamba hatusubiri mpaka wale warudi, hatupotezi muda,
hatupotezi nafasi, tunashambulia nafasi within short period of time, within a seconds, ili wasi reorganize. Hiyo ndo tafsiri ya counter attack au positive transition, au wengine wanapenda kuita offensive transition, kabla mpinzani haja reorganize kwenye shape yake. Nafikiri hicho ndo kilikuwa kitu positive kwa Yanga, na ukiangalia sio mara ya kwanza, ni kama sehemu ya ujenzi wa kikosi kwa Romain Folz ndo imeanzia hapo, kwamba anajenga kikosi kwa kuanza na uzuiaji. Magoli matatu waliofunga wakiwa kule Angola, waliyafunga kwenye moment hiyo. Wanapora kwanza mpira, then wanafanya positive transition. Angalia goli la Aziza Ndambwile. Pacome alipoteza mpira mbele, si ndivyo? Aziza akapora mpira akashoot, akaijitengea afu akashuti mwenyewe. Hiyo ni positive transition, ni kama counter attack, kwa sababu ni moment ambayo mpinzani bado hajajiandaa kukuzuia. Angalia goli la Dube. Double pivot ya Ndambwile na ilikuwa ni Duka Buya na Balakonte. Balakonte anapora mpira, shambulizi la kujibu, Dube anaenda anafunga. Angalia goli la Edmund John. Ekuwa anapora mpira kwenye high press, anapora mpira, Maxi anamtengenezea Edmund John anafunga. Kwa hiyo unaona ni identity fulani, kama tunaita kama tunaweza tukasema ni transition based team. Sasa kwa hiyo tunaweza tukaanza sasa kutengeneza falsafa ya Romain Folz kuanzia hapo, kwamba ni yule transition based coaches, kwamba yeye anaamini timu yake ikipora mpira inaweza kushambulia kwa mpinzani na ikafunga. Ndio magoli yote manne ambayo yameyafanya Yanga waende kwenye second round ya play ya CAF Champions League. Kwa hiyo naamini kuanzia hapo ndo kitu positive. Kitu negative ni kwamba timu bado haijawa na ile combination kama mpinzani amewamark kama walivyokuwa mark kipindi cha kwanza. Hicho ni kitu negative. Kwa hiyo wanaweza kurudi kwenye uwanja wa mazoezi wakatengeneza zaidi zile combination. Yupo kwenye mechi yake ya 6, nilikuwa nahesabu na Juma. Alianza mechi na Rayon Sports. Akafuata siku ya Yanga, si ndivyo? Ilikuwa ni mechi na Bandari. Akaja mechi na Simba. Wakacheza na Wiliete, wakacheza na Pamba, na leo tena wamecheza na Wiliete. Hizo mechi zote kitu bora alichoanza nacho ni kuzuia. Goli pekee walilofungwa Yanga ni goli la kujifunga, ambalo alijifunga nani? Aziza Ndambwile kule na Rayon Sports siku ya kwanza ya Romain Folz. Baada ya pale hawajawahi kufungwa tena goli mpaka leo. Kwa hiyo kitu bora ambacho tayari anacho cha kwanza kwenye mechi zote alizocheza 6, cha kwanza ni bora kwenye kuzuia. Sasa ukishazuia, ana pia kitu cha pili bora. Kitu cha pili bora alichonacho ni kufanya zile offensive transition, kujibu mashambulizi kabla mpinzani hajarejea kwenye muundo wake. Kitu cha tatu ambacho sasa ndo anapaswa kuanza kukiboresha, au tayari ambacho ni bora, ni kwamba akipigwa hata counter attack yeye anazimeza. Kitu ambacho ni negative ambacho sasa ndo anapaswa kurudia Victor kukiboresha ni kutengeneza combinations za wachezaji. Nafikiri hapo anaweza kaondoka na labda anaweza kavuka Christmas na zikawa nyingi. Ni kama hiyo ni hatari kwake, lakini pia hatari kwa Yanga hii ambayo inazidi kufanya uwekezaji zaidi, huenda kila msimu iwe bora, lakini anakuja kocha ambaye anaanza mpira kama anatafuta kwanza timu itulie, baada ya muda dakika zimebaki 20 ndo timu ndo inajipata katika fomu ile. Kiwango chake hakiathiri mwenendo na fomu ya Yanga ile ambayo mashabiki walikuwa wameizoea. Naanzia hapo uliposema Yanga ambao mashabiki wameizoea. Yanga ambao mashabiki wameizoea ni tunachukua tu mfano wa misimu miwili. Wamepita makocha, wamepita Gamondi, akaja Ramovic, akaja Hamdi, akaja yeye. Makocha wanne. Kati ya hii Yanga ya makocha wanne, makocha wawili ni Yanga walioizoea wana Yanga. Nikimaanisha ilikuwa Yanga ya Nabi, si ndivyo? Ilikuwa Yanga ya Hans van der Ply, Yanga ya pasi nyingi, si ndivyo? Pasi nyingi ina maana mna muda mkubwa. Definition ya possession ni kwamba mna time na space kubwa ya kuwa na mpira. Ina maana time na space kubwa mkiwa na mpira, ina maana wachezaji wenu wale creative wanaonyesha vitu ambavyo mashabiki au jukwaa linapenda. Yaani timu yako ikiwa na possess sana, ni rahisi Skuduma Kudubela kupandia mpira. Si ndivyo? Ndio vitu ambavyo wana Yanga wanavipenda. Yaani ile possession based Yanga. Na Gamondi, Nabi, Hamdi walikuwa ni possession based coaches. Lakini Ramovic na huyu Romain Folz, kwa mimi nilivyoona ndani hizi mechi zake 6 za Romain Folz, kwa mimi nilivyomwona anafanana na Ramovic. Ni ile anapenda sana awe transition based coaches. Yaani anapenda sana style yake iwe ni transitions. Kwamba nazuia vizuri kwanza, nikipora mpira nafanya positive transitions vizuri. Ni Yanga ambayo wana Yanga wajeizoea. Kwa hiyo kuanzia hapo ndo question marks zinaanzia hapo, kwamba hii timu mbona haipigi pasi nyingi? Kwani yeye ni possession based coach? Hatujajiridhisha, si ndivyo? Kwa hiyo naamini akipewa muda mrefu, kwanza wana Yanga watapata kujua kwamba falsafa yake ni ipi, au style yake ya kucheza ni ipi, au identity yake ni ipi, utambulisho wake ni upi. Wakishajua utambulisho wake, ni rahisi sana kumhukumu.
au matokeo ni rahisi kumhukumu yeye. Kwa hiyo kuna vitu vinaweza vikamhukumu, lakini as it stand au tunatumia neno so far bado hajakosea kitu. Kwa hiyo ni mapema sana kumhukumu, na ukimpa muda pengine anaweza akaionyesha identity yake. Si bado tujaipata ile full identity yake kwa sababu ndio mechi ya 6. Naam. Sasa uligusia kuhusiana na first half. Nataka nipe tathmini ya ubora wa Yanga kwa ujumla kwa dakika 90. Ulikuwa wapi zaidi kwa kuwapa nafasi ya kuwa vinara katika mchezo kwa kuibuka na hizo goli mbili? Ubora wa Yanga ulikuwa kwenye vitu viwili. No. Kitu cha kwanza ni ongoing match analysis. Yes, ameshakwama kwenye squad selection. Yaani squad aliyoselect ikawakilisha mbinu zake ina mapungufu kulingana na mpinzani Wiliete, si ndivyo? Akasoma, akafanya sub. Huo ni ubora wa kwanza kwamba alianalyze vizuri wakati mechi inaendelea. Akajua hapa ni nani anahitajika ili akanisaidia kupata kitu fulani, si ndivyo? Huo ulikuwa ubora wa kwanza. Ubora wa pili ni kile kitu kilivyowasilishwa kwamba wamepora mpira, wamefanya transition, wakaenda wakascore. Lakini ubora wa tatu, wameendelea kuscore kwa set pieces. Walifunga dhidi ya Pamba mechi iliyopita. Wamefunga tena mechi ya leo kwenye set play, si ndivyo? Set play waliofunga amefunga Aziza na Mwili, si ndivyo? Kwa hiyo inaanza kujenga tabia. Tunajua always kwenye football research zinaonyesha kwamba 30% ya magoli yanayofungwa ni set plays. Kwa hiyo kuanzia hapo anaanza kuwaambia wachezaji wake, bwana, mpira una moment 5. Moment ya kwanza ni timu inapokuwa na mpira, ita create chance, itafunga. Moment ya pili ni transitions, kwamba tutapora mpira, tutafunga. Moment ya tatu ni sisi tusifungwe kwa transitions na sisi tukizuia tusifungwe. Hizo ni moment 4 jumla, si ndivyo? Lakini moment ya 5 inachangia 30% ya magoli. Ni nini? Ni set plays, kwamba tunaweza tukafunga kwa kona, tunaweza tukafunga kwa free kicks, tunaweza tukafunga kwa mpira kurusha, tunaweza tukafunga kwa penalties. Na wao leo wameonyesha. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya ubora. Yep. Kwa upande wa Wiliete, upungufu wao ulikuwa wapi kupelekea mchezo wa pili wanapoteza kule 3 na hapa wanakuja kuchukua 2 tena? Alisema kocha wao jana Bruno Ferri. Alisema changamoto walikuwa nayo kule ilikuwa ni wachezaji hawajagain experience. Ndio maana waka lose 3, si ndivyo? Wachezaji wengi ile ni mechi yao ya kwanza ya Champions League. Tena hii ni play. Lakini wachezaji wa Yanga tayari kuna wengine wana CAF finals, si ndivyo? Sasa kuanzia pale tunajua upungufu wa kwanza ni nini? Ni experience. Lakini ni kule walifungwa 3, leo huko wamekuja kufungwa 1 na ni ugenini. Kwa hiyo ina maana kuna vitu wamegain positive, si ndivyo? Kuna vitu wamevigain ambavyo ni vya nini? Vya positive, ambavyo ni vya experience, si ndivyo? Wame experience siku ile. Siku ile walifungwa 3, leo wamefungwa chache na kuna kitu wamekionyesha dhidi ya Yanga. Kwa hiyo ina maana as times goes wanazidi kupata experience. Kwa hiyo experience wana gain kwa namna gani? Kwanza kucheza ugenini kwenye CAF Champions League, lakini mnachezaji as team, mchezaji moja kama ukiangalia wachezaji wao wengi leo walikuwa wanaonyesha skills, si ndivyo? Kwa hiyo ina maana pale kuna namna wameshaanza kupata uzoefu. Msimu ujao watakavyorudi kwenye mashindano haya, sasa hivi wametoka, watakavyorudi msimu ujao kwenye mashindano haya ni tofauti na walivyo approach msimu huu. Msimu ujao watafunga labda goli 2, ugenini wanaweza wakatoa draw, then wakatoka kwa maji ndogo kuliko msimu huu. Yep.